ahadi zinapotekelezwa vitendo hujitokeza wazi. Hayo yameshuhudiwa kwa mbunge wa jimbo la Mpendae Mohamed Kassem Morgan katika ziara yake fupi ya kukabidhi mipira ya maji kwa lengo la kutatua changamoto ya maji katika shehia ya Biti Hamrani, wilaya ya Mjini Unguja. Tumeahidi mimi na wenzangu mwakilishi na madiwani katika kampeni zetu kuwa changamoto yoyote ambayo itajitokeza wakati wowote ambayo iko ndani ya uwezo wetu tutaitatua kwa haraka. Kwa hivyo leo tumefanya tukio hili la haraka, mimi na mheshimiwa mwakilishi ambaye kadhalika kidogo kikazi, lakini yupo pamoja na sisi pamoja na madiwani na share wa share hii kuja kwa kabidhi wananchi hawa ile ahadi tuletoa. Hii yote ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Marais wetu wamefanya kazi kubwa ya uhakika na maji yapo kwenye matenki. Changamoto zilizobakia za mipira ambayo leo tumekuja kuifanya kwa haraka sana ili wananchi wapate maji yanayostahili na kwa wakati sahihi. Maji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hii kazi inaanza leo na leo watapata maji. Naomba wananchi watuunge mkono, sisi viongozi wao tuko pamoja na wao, na yote tulioahidi katika kampeni na yote tutatekeleza ambayo yako ndani ya uwezo wetu. Watuunge mkono jitihada za Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote pamoja na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Diwani wa wadi ya Mpendae Sharifa Mohamed Kuoko amesema changamoto hiyo imetokana na ujenzi wa miundombinu mipya ya barabara uliosababisha mipira ya maji iliyoungwa awali kupata hitilafu. Hivyo amemshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kuliona tatizo hilo na kulitekeleza kwa haraka kwa kushirikiana na viongozi wa jimbo hilo. Nawaahidi wananchi wa Mpendae kwamba huu ndio mwanzo, si mwisho. Tuko pamoja na wao, tunahakikisha ahadi zote tulizoziahidi tutatekeleza, na wanapopata sehemu ya tatizo lolote wasisite, wawe wepesi kutoa taarifa, aidha kwa shea, kwa diwani, kwa wajumbe wa shea, basi watatekelezewa kwa sababu viongozi wa jimbo wako na wao bega kwa bega. Miundombinu yetu hii ya leo nawaambia watunze pia. Na sasa hususan wenye magari wanapenda kwamba tunapopitisha mabomba wanakanyaga juu, utakuta mabomba yanapasuka. Kwa hiyo maji yanakuwa yanamwagika ovyo, hayafiki sehemu asilia. Kwa hiyo wananchi wangu pamoja na mie mwenyewe lazima tuwe walinzi kwanza wa miundombinu hii. Uhakikisha kwamba miundombinu hii si awe kiongozi tu ndo wa kuilinda. Wananchi wote tulinde miundombinu ili tupate maji safi na salama. Na sheha wa shehia Biti Hamrani Elvis Vito Luanda pamoja na mwenyekiti wa CCM wadi ya Mpendae Ayubu Islam Abdul Shakur wamempongeza mheshimiwa mbunge kwa hatua hiyo, huku wakiwataka wananchi kuitunza miundombinu hiyo na kuacha mara moja kujiunga maji kiholela. Shauri kwa wananchi kwamba haya ni maji yameletwa, lakini sasa tatizo la kujiungia kiholela ndio linachangia sana kuweza kuharibu miundombinu. Kwa hiyo watu wanapotaka kuunga maji wafuate taratibu zile zinazotakikana, basi wataruhusiwa kuunga maji na maji wayatumie vizuri. Kama leo hapa kuna tatizo la maji, lakini mheshimiwa mbunge baada ya kupoa tu taarifa hii, maana iko haraka sana, jambo kwamba amelichukua na akalifanyia kazi. Kwa bidii tunampongeza kwa hilo. Lakini kwamba ni ishara wazi kabisa kwamba anatekeleza ilani kwa vitendo. Nao wananchi wa shehia Biti Hamrani wamemshukuru na kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa utekelezaji wa haraka kwa ahadi yake. Tunashukuru kwa changamoto zetu. Mheshimiwa mbunge katuona, mwakilishi, diwani kwa kutusaidia kutupa maji. Kwa kweli tulikuwa tuna huzuni sana. Kwa kweli tulikuwa tushafanya vipara kwa shida ya maji, lakini tunashukuru wametusaidia, waendelee kutusaidia kama hivi. Halafu tunaomba pia viongozi wetu wapeane ushirikiano, washirikiane kwa pamoja ili watuendelezee kama haya walikuwa wametufanyia, waendelee kutufanyia. Sisi tunashukuru sana kwa kusaidiwa na mbunge kwa kuvutiwa maji kutoka hapo yalipokuwepo mpaka kutufikia sisi hapa yalipotufikia. Tunashukuru sana, tena zaidi ya sana, kwa maana tulikuwa tunapata shida ya maji kutoka hapo yalipokuwepo mpaka hapa tunapokaa sisi. Lakini tunashukuru kwa hayo yote alotufanyia
kwa hayo yote aliyotufanyia mbunge huyu na mbunge aliyopita, wote tunawashukuru kwa sababu wote wametutendea jambo lilokuwa zuri. Mmoja ametuvutia maji kutuwekea karibu, na huyu amekuja kumalizia ile engo aliyoiacha mwenzie, kumalizia mpaka hapa tulipofika. Yani baada ya hapa kwetu sisi alipotufanyia, asichoke wala asikate tamaa. Nashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Leo tarehe 11 Januari tunatimiza miaka 62. Mbunge wetu tumemlalamikia shida yetu ya maji, lakini maji alhamdulillah, mambo kama haya shwari, ndio tunavyoomba. Na sisi tusaidiwe, wasaidiwe watu wote, kila mwenye shida, asichaguliwe mwenye chama hichi wala chama hichi. Serikali yetu haichagui mwanachama, isipokuwa inahutubia watu wote. Kwa hivyo tunashukuru, leo tunaona nuru yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri viongozi wetu wote, lakini tunamuomba mwakilishi naye tuwe naye, diwani tuwe naye, viongozi wote tuwe nao. Ziara hiyo ni miongoni mwa utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na viongozi wa jimbo la Mpendae wakati wa kampeni. Fatma Bennett, ASAM Online TV.